Mimi nimesikiliza hotuba ya waziri mkuu. With due respect, kwa heshima zote, naweza kusema bila kupepesa macho, hotuba ya jana ya waziri mkuu imewakosea Watanzania. Na ACT Wazalendo tusipoweza kusimama kwa kujiamini tukausema ukweli huo, chama hiki hakitopendwa na Watanzania. Lazima penye ukweli tuuseme na kuusimamia. Hotuba ya jana ya waziri mkuu imewakosea Watanzania, na mimi nitawaeleza kwa jicho la kiuchambuzi makosa matatu makubwa katika hotuba ya waziri mkuu. Kosa la kwanza, waziri mkuu amesema matukio ya utekaji hapa Tanzania sio matukio halisi, hayafanywi na dola, bali ni watu wanapanga matukio hayo kwa ajili ya kuiharibia sifa serikali. Hatukubali maneno hayo. Utekaji ukiutazama kwa sehemu kubwa una kila dalili kwamba serikali iko nyuma ya matukio mengi ya utekaji, na nayasema hayo kwa kujiamini, kwa sababu haiwezekani matukio ya utekaji yanatokea, watu wanapotea, serikali inakaa kimya. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali inao wajibu wa kulinda raia wake. Iwapo raia wanapotea, raia wanatekwa mmoja baada ya mwingine, serikali ikikaa kimya, wananchi waelekeze vidole kwa nani kwamba ndo amesababisha utekaji huu kama sio serikali? Ametekwa ndugu Humphrey Polepole, balozi Humphrey Polepole, msemaji wa zamani wa Chama cha Mapinduzi, katibu mwenezi, mbunge mstaafu. Hakuna kauli yoyote ya kueleweka juu ya Polepole yuko wapi. Ukimya wa serikali unaashiria nini? Ni ama inafurahia mambo haya na imeridhika nayo, ama iko nyuma ya mambo haya. Serikali inapaswa kutoka na majibu, kujisafisha. Amevamiwa Padre Kitima wa Kanisa Katoliki, ambaye pia ni katibu wa Baraza la Maaskofu la Kanisa Katoliki. Kwa kauli ile ya waziri mkuu, tuseme kwamba Kanisa Katoliki limepanga lenyewe kumvamia Kitima? Bila shaka sivyo, kanisa haliwezi kufanya hivyo. Ni nani huyo sasa ambaye alipanga kuvamiwa kwa Padre Kitima? Serikali haituambii. Waziri mkuu anasema wako watu ambao wanafanya matukio hayo. Nani alipanga kutekwa kwa kada wa Chadema Mdude Nyagali? Kwa maneno yale ya waziri mkuu ya kwamba utekaji unapangwa na watu sio dola, inatoa nafasi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kutowajibika kwenye masuala ya utekaji, kwa sababu sasa wamepata mlinzi. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasema hawahusiki. Kwa sasa wanaweza kulala tu, kwa sababu sasa wamepata mtetezi. Nataka kuwaeleza, bila kujali gharama zitazotokea, tutasema ukweli mpaka pale serikali itapotueleza ni nani huyo anapanga na kutekeleza matukio ya kushambulia na kupiga watu, kuumiza watu, kuteka watu. Vidole vitaelekea kwa serikali, kwa dola, na ukweli huo tutausema. Na mwingine anaweza akasema mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Nyinyi mnafuatilia habari kwamba kuna mwanafunzi wa chuo kikuu kakamatwa, kakatwa kichwa, na hakuna kauli yoyote ya kueleweka ya serikali. Mnafuatilia matukio haya, mnayaona kwenye vyombo vya habari. Sisi tukikaa kimya, tusiueleze ukweli, nchi itaangamia. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili,
Ukisikiliza hotuba ya waziri mkuu, hotuba hile inasema kwamba kama taifa tusahau yaliyotokea Oktoba 29. Waziri mkuu analalamika kwamba inakuwaje miezi 6 baada ya uchaguzi bado nchi inajadili uchaguzi. Sisi tunamkumbusha waziri mkuu kwamba hakuna litalowasahaulisha Watanzania kwa yale yaliyotokea Oktoba 29. Halipo. Hata wakishinikiza kwa namna gani tusahau, hatutosahau. Nimesikia kauli mbiu inaitwa never again, kauli mbiu ya kizuzu, na ninasikitika kwa vijana wa vyuo vikuu kukumbatia kauli ya kizuzu. Unaambiwaje never again na Watanzania wamekufa? Hakuna never again, hakuna kusahau bila ukweli, haki na uwajibikaji. Bila haki, ukweli na uwajibikaji hatuwezi kusahau. Tunataka wale wote waliotekeleza matukio ya Oktoba 29 wawajibishwe. Angalau hapo tutajua wenzetu wana nia njema. Lakini kauli za kwamba tusonge mbele, tusahau yaliyopita, huku kuna mamia na mamia ya Watanzania wameuawa, hilo halikubaliki, na hilo ni kosa la pili la hotuba ya waziri mkuu. Kosa la tatu na la mwisho, hotuba ya waziri mkuu inawagawa Watanzania baina ya wao na sisi. Kuna nyimbo hapa Tanzania zilianza kusahaulika, lakini waziri mkuu anazirejesha tena. Lugha za vibaraka, lugha za wasaliti, lugha za vibaraka na wasaliti wa mabebelu. Hizi ni lugha za kuwagawa watu, kwamba sisi tunaoikabili serikali dhidi ya utekaji, dhidi ya rushwa, tuonekane kuwa ni vibaraka na wasaliti. Hizi ni lugha za kuwagawa Watanzania, lugha za kuvigawa vyama. Anasema CCM ndio chama makini, sio chama cha mfukoni. Vyama vya mfukoni ni vyama gani? Ni vyama gani? Ukweli wa mambo, CCM ilishaacha muda mrefu kuwa chama cha siasa. Nitawaambia wadogo zangu, sasa hivi mambo yote yanaendeshwa na dola, sio na CCM. CCM bila dola tunaishinda mchana kweupe, lakini saa hizi dola ndio linapanga kila siku. Nyinyi mnatoka kwenye mikoa yenu, mmewahi kuona wapi siku hizi CCM wanasherehekea ushindi? Umewahi kuona wapi kwamba kuna uchaguzi hapa wa mbunge umepita ama wa diwani, wako mtaani wanasherehekea? Umewahi kuona wapi? Hakuna. Zamani 2015 kurudi nyuma walikuwa wanafurahia, wanasherehekea. Siku hizi hawasherehekei kwa sababu ushindi ule haujatokana na kura za wananchi. Watu wamejiandikia tu matokeo wanavyotaka wao. Kwa hiyo hata ile raha ya kusherehekea imeondoka siku hizi. Kama kuna chama kimekwisha kufa muda mrefu ni Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi mambo yake yote yanafanywa na dola. Ni wakati mwafaka hivi sasa CCM ijitafakari kama ni chama kweli ama kimekwisha kufa zamani. Mimi kuna kituko kimoja nimekiona tena, kimetokea bungeni. Wabunge wa CCM mara mbili wamesimama wakajaribu kushikamana kutetea mambo ya maeneo yao. Wa kwanza, wabunge wa kanda ya Ziwa wamesimama kupigania uwanja wa Mwanza uwe uwanja wa kimataifa. Mara ya pili, wabunge wa Kusini wamesimama kupigania
barabara ya kusini ambayo ni mbovu, imekufa kabisa kutokana na ufisadi. Sababu barabara zetu zinauawa kwa ufisadi, hakuna lugha nyingine. Na wakati mwafaka utapofika, tutaonyesha jinsi uzembe na ufisadi nchi hii unavyoua barabara zetu. Barabara imejengwa miaka 5, barabara imejengwa miaka 3 inakufa. Ni ufisadi. Watu wanakula fedha na waliokula wanajulikana, na hakuna hatua zinachukuliwa. Ile barabara hakuna uzito unaojaliwa, malori yanapita, barabara imekufa. Mbunge anasimama na wenzake wanamuunga mkono. CCM badala ya kuwapongeza wabunge hawa, imemtuma mwenyekiti wa vijana Bwana Kawaida eti hawaonye, hawakemee, kwa kisingizio cha kwamba eti wanapigania mambo ya ukanda. Mbunge akipigania jimbo lake, huo sio ukanda, kwa sababu wale ndio watu wamemchagua. Wabunge wa maeneo fulani yenye kero fulani wakishikamana kutetea jambo lao, huo sio ukanda. Mimi nina wasiwasi na uelewa wa Bwana Kawaida. Itakuwa ama hajaelewa ama chama kimemtuma, na ni jambo la ajabu chama kutuma kuzima wabunge wake. Hiyo ni dalili ya chama kinachokwenda kufa. Kwa CCM inakwenda kufa ama imekwisha kufa.